kwanza ngoja. Na kitu nimekumbuka. Ngoja nitoe na ndoo kabisa maana hii ndio inanipa wazimu. Hivi sio rafiki yangu. Hili jambo linaloendelea hapa mtaani wewe na ndugu yako binamu yako Belegi. Wewe unajisikiaje yani? Najisikiaje? Ndio. Jamani. Kwani tunakuwa kwenye mahusiano? Waga najisikiaje? Kwa sababu ni jambo la kushangaza sana hapa kijijini. Unaelewa kabisa mimi na utaratibu wote kwa kwamba ni mwiko kutembea na ndugu yako. Wewe vipi ukatembea na ndugu yako? Wewe, miko gani ndugu yangu? Hiyo miko ilikuwepo tu. Kwa sasa mimi siangalii miko wala nini. Sijui naelewa. Ilikuwa paka ina 18. Hivi sasa tupo kana 21. Upo? Habari za miko huko nishapiga chini back story. Kubwa, madogo tu hapo mtaani. Wewe ndo unajimi mimi hivyo. Kabisa kwa ujasiri. Kwa ndugu yako Belegi. Kwa hiyo kaona bora mtoto wa mjomba wako kuliko wanaume wengine wote, kaona bora huyo anafaa sana yani yeye. Aswa? Mmeweka utaratibu wenu nyinyi wa kutembea na ndugu. Jamani. Kwani ndugu tumezaa wote tumbo moja? Ushasema kwa babu. Mimi nikajua ni mama na baba, yani wote ambao tumetoka kwenye kiuno kimoja. Kumbe huko na huko. Wewe siwa wewe. Muogope Mungu. Unajua kabisa miko na utaratibu wetu. Tangu mababu zetu huko nyuma walijenga misingi mizuri sana. Kwa hiyo kwa nani wanaume wote hapa kijijini ukamwona wewe nafaa Belege tu basi. Siku zote mtoto wa kike anatakiwa ajikubali kabla hajakubaliwa upo. Alafu unaona kama unanitania. Mbea tu. Asante mama, shikamoo. Marahaba kwema. Kwema. Si wazuri nimemkuta. Si nzuri hapa hivi. Vipi mwanangu? Kwema huko? Mama hata sio kwema. Na ndio maana niko hapa mama. Si wazuri amenikosea sana. Na hii ni kumwelekeza tu kwa juu yake yeye na binamu yake Belegi. Kwani mwanangu? Na wewe unatambua hiyo? Ndiyo mama. Na sio mimi tu. Jijini kote hapo watu wote wanajua. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Ni pole sana kwa alichokufanyia si wazuri. Pole sana. Lakini wewe na si wazuri, si marafiki ni. Imekwaje mpaka mkafika huko? Mama. Hii mimi inaniuma sana. Na sijui hata nikueleze vipi ili upate kunielewa. Yaani mama huwezi amini. Nilikuwa namuelekeza kwa upole tu na upendo kama rafiki yangu. Lakini yeye kachukua jukumu la kunipiga, akanimwagia maji, haikutosha akaona bata kunitukana pia akanitukana. Mama hapa ninapoongea mwili ni unaniuma.
Kosa langu mimi ni kumweleza ukweli eh? Mimi nahisi kama anakiuka miko na utaratibu wa babu zetu huko nyuma, kwa sababu yeye na Belege ni ndugu. Au mama nimekosea kumwelekeza ukweli? Hujakosea binti yangu. Basi sawa mwanangu, sijali. Mimi akirudi hapa nitajaribu kuongea naye. Unielewa? Haya mama, sawa. Na asante, mimi naenda. Haya, karibu. Kwa hiyo siri imekuwa sio siri tena. Nilikuwa najua anafahamu mimi tu. Dunia haina siri jamani. Kaya, hivi kinachoendelea kati ya dada yako Siwa na kaka yako Belege, unajisikiaje? Yaani kiufupi Zubeda, kusema kweli linaniuma. Sio kwamba nafurahi wanashirikiana, hapana, ila hiyo aibu hapa mtaani imeniumiza hata mimi. Lakini wale ni wabishi. Sio kwamba napenda, sipendi, alafu pia wananizalilisha. Yaani ninachojiuliza, nguvu ya hawa wawili kufanya hivi vitu, kuingia kwenye mahusiano kaka na dada eti kwa sababu tu ni binamu, wameipata wapi? Kwa sababu tangu huko nyuma babu zetu, mimi nakuwa nasema kwamba sio vizuri, hata kama ni binamu bado haipendani. Kaka na dada ni ndugu, wakufa na kuzikana. Inakuwaje leo akavunja miko na desturi zetu akaanza kuingia kwenye mahusiano? Yaani hiyo nguvu wameipata wapi? Labda tu nikwambie kitu rafiki yangu. Sio kwamba kakaangu na dada yangu hawajui ni madhara gani ambayo tutatokea kuvunja miko. Wanalitambua na wanaelewa, ila tu ni fikra zao chache ambazo zinafikisha pale. Ila toba nikuondosha, yule ni kaka yangu, yule ni dada yangu. Nitajitahidi nipite kila aina njia, kila aina chuo, nijue jinsi gani nitawatenganisha. Yaani ukiniambia swala kutaka kuwatenganisha, mimi nadhani tutakuwa, yaani sidhani kama inawezekana, kwa sababu mimi tu binafsi nilimfuata rafiki yangu Swali, yaani kistaarabu na kama rafiki yangu kwangu. Unajua kilichotokea ni nini? Alinimwagia maji, na sio kunimwagia tu maji, na matusi juu. Sasa ninawaza wewe peke yako unawezaje? Yaani utawezaje? Hapa ni kipengele, ila nasikia nimeondoa shaka. Kama nilivyokuahidi mwanzo, nitajitahidi hadi niwezavyo, nijue jinsi gani nawatenganisha. Basi sawa, mimi sina cha kuongea, maana nyinyi ni ndugu, nyinyi ni familia, mimi ni mtu tu rafiki kwenu. Basi sawa, acha tuone itakavyokuwa. Wa Belege. Belege. Karibu. Karibu. Eshi, vipi ndugu yangu? Ndugu yangu, ni ustaarabu wapi? Angalia na muda wenyewe, muda wa kupumzika, unakuja na gongo unapiga kelele, ndio ustaarabu gani sasa? Ndugu yangu, jambo lilileta hapa ni muhimu zaidi. Sijaja kwa wema na wala sijaja kwa ajili ya kugombana na wewe. Nimekuja kwa ajili ya jambo moja tu. Belege, hebu achana na yule si wazuri basi. Hivi umetumwa? Achana na yule mwanamke. Kwani una shida gani? Huko mtaani watu wanakusema, wa mama, wa baba, wazee, wa kila rika. Kila mtu anakusema wewe mshikaji wangu. Una shida gani kwani? Sikia. Sisi binadamu hatuwezi kuzuiana kuzungumza. Kila mtu ana ruksa ya kuzungumza kile anachojisikia. Kwa hiyo kama watu wanazungumza kuhusu mimi na mpenzi wangu, waache wazungumze. Wewe ya kuhusu na mimi wanazungumza hayanihusu, ni ya kwao wao. Ila juu ya penzi langu mimi, mtu atakizungumza sasa na bure.
Ni sawa ndugu yangu, ila ndo kwa yule mtoto wa anti yako yule si mtoto wa anti yako yule? Hivi umekosa wanawake wote mpaka kutembea na yule? Ziko, unasahau kitu kimoja. Ujue ukizungumzwa kwamba we ni mfano kwa watu wengine, mimi ni mtoto wa kiume, mimi ni mwanaume, nimelipambania penzi langu mpaka nimeliweka mkononi. Sasa una ubaya gani mimi na binamu yangu kuoana kwenye mahusiano au kuweza kuoana kabisa? Sio kitu cha ajabu. Laiti ingekuwa kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu au kwenye vitabu vya dini vimeandika mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi wasioane, hilo ni kweli, ingekuwa ni dhambi. Ila sijabahatika kukiona. Labda ingekuwa mtoto wa mama mdogo na mama mkubwa, kwa sababu ziwa tumbo ni moja, hapo ni kweli. Lakini baba mdogo sijui baba mkubwa sijui shangazi ni kitu cha kawaida tu. Kwa hiyo ndugu yangu, kwenye mapenzi yangu usitake kunifuatilia. Fanya yako na mimi nifanye yangu. Swala la mapenzi usiingilie, alikuhusu. Si umeelewa? Mimi ninachokitaka ndugu yangu, uachane na yule mwanamke. Kama starehe, kuna vimboka ndugu yangu. Kuna wanawake kibao wanaojiuza huko mtaani. Ungepata muda basi ningekupeleka huko mjini. Wanawake wamepangana tu kama stendi za mwendokasi. Wanajiuza 2,200 tu. Wapo wengi kishenzi. Mpaka utembee na yule mtoto wa anti yako ndugu yangu. Yaani wewe sijui ni kijana wa design gani. Kiukweli kabisa. Una jipya la kuzungumza? Nimekuja kwa ajili ya hilo ndugu yangu. Badilika. Sasa sikia. Mimi na wewe tusitake tukorofishane. Na usije ikatokea kwamba tukagombana kwa sababu isiyokuwa na msingi. Hebu fanya yako na mimi niache nifanye yangu. Kwenye swala la mahusiano sitaki kuingiliwa, sitaki ushauri wa aina yoyote. Yule ni mpenzi wangu na ataendelea kuwa mpenzi wangu. Jua hivyo. Kama una jipya unaweza ukaenda. Sikia ndugu yangu. Unachokifanya wewe ni kujidhalilisha wewe pamoja na sisi ambao tupo pamoja na wewe. Hilo mimi nakupa, chukua. Yaani sisi binadamu tuna changamoto sana. Poa, mimi naenda ndugu yangu, lakini mimi nakupa ushauri wa bure hapo. Wewe toka lini kama mwanamke mahusiano akaingiliwa na mtu yoyote? Hiyo chukua ndugu yangu. Sio mwanamke kutembea yule mtoto wa anti yako. Sawa, nimekusikia leo. Yaani sisi binadamu tuna changamoto sana. Leo ukimwona mtu katulia na mahusiano yake, basi watu wanaanza chokochoko. Si nani yote. Inahusu nini nyinyi? Yaani issue ndio iko hivyo ndugu yangu. Sasa mpa. Achana naye bwana huyo Ali, achana na Ali kabisa. Huyo bwana mwenzako mbaya mharibifu. Kwanza katika watu ambao wameniharibia mahusiano yangu huyo, kila nikijenga mahusiano na mtu anakuja ananiibia simenti zangu. Nimejenga mahusiano na Fatuma kaniibia simenti zangu. Sio mtu mzuri huyo. Achana naye bwana. Sasa maana. Ngoja kwanza. Mama nani huyo? Kwema? Mama si wazuri. Ni wewe. Sasa nisikilize Masu wazuri. Yaani nimekuwa kama bahati kuonana na wewe hapa njiani. Nikasema nikikukosa tu basi nimekuja kwako. Kiatu kinaongea. Kuna vitu nimevisikia sio vizuri. Binafsi mwenyewe nimepokea vibaya. Kuna majambo yanaendelea hapa mtaani sio mazuri. Za ndani nakupa. Za ndani imesemekana kwamba wewe umekubali kupokea mahali ya si wazuri kutoka kwa binamu yake Belege. Hivi ina make sense kichwani? Hivi inaingia? Inaingia? Sasa inaingia kitu gani? Si akili inaingia maneno yako unaosema. Hebu ngoja kwanza ndugu wangu. Kwani ina maana unataka kuniambia hizo habari mtaani kote kwa zimetapakaa? Hasa kama jambo limefika kwangu mimi kina mpenda ngondo mzee wa mwao, kashikashi dedi yangu nitashindwa kufika mitaani. Limefika. Mimi nimekifika sehemu ngalisikia watu wanazungumza ngasema wala si utumwa. Ngoja nilichukua mimi nilibebe nganje nikuletee. Hilo swala limefika na inaonekana kwamba wewe huna adabu na huna akili, sio hekima yetu na sio sheria zetu. Na isitoshe wewe unajua kabisa fika. Kabila letu, desturi zetu, mila hazitaki mtu na binamu yake kunjunjana, hazitaki kukarawiana, hazitaki kuonana hivi namna gani vipi kuunganisha hivi. Haitakiwi. Ila wewe umeweka kipaumbele, umekazania kwa sababu tamaa zako za pesa. Yaani tamaa ya pesa mimi. Hivi nimekuwa chizi kiasi gani mimi?
wakati nafahamu fika Berege na si wazuri ni mtu na kaka yake. Yaani nikubali tu kirahisi. Alafu nisikilize wewe. Yaani kama ulikuwa unataka kufahamu kiini chenyewe kikoje, basi ungeniita kaniuliza vizuri tu. Kwani mama Siwa nasikia hivi 1 2 3. Udugu wangu ni kweli? Ningekwambia ndio au hapana. Lakini basi unanikuta njiani hapo unaanza nisikilize. Mimi sio wa hivyo Sawa? Yaani mimi sio mrahisi. Afu hata huyo Berege hela zenyewe anazitoa wapi? Ana hela yule. Na hata kama angekuwa na hela, wale ni ndugu. Nafahamu fika ni ndugu tena wakufa na kuzikana. Sawa? Msipende kusurutisha mambo ambayo sivyo. Ina maana wewe kwamba leo hapo hujavaa nguo ya ndani utakubali kwamba hujavaa au umevaa? Mimi nasunda. Mimi mwenyewe nasunda. Naanza suruali, nafuata pensi, nafuata pensi nyingine, nafuata mpaka uje kupata barakoa. Ufanye kazi wacha kazi. Ila kiukweli mnakosea adabu mila zenu. Kama ni kweli umezungumza hiko kitu. Kiubinadamu mnakosea. Hivi wewe kama kabisa na meno yako 32 umetimia mama yangu, alafu unaendekeza vitu kama hivyo hapo, utakuja kutupa laana. Ije kutokea laana kubwa kama laana ile ya Ethiopia. Watu walifanyana ujinga kama huo unaosemea hapa, unatokea hapa. Mwisho wa siku kapigwa laana kubwa. Asubuhi kuanzia mama, bibi, babu, mjomba, shangazi, wote wanatembea kama soko. Namna hii. I make sense. Sasa hayo maneno yanaongeleka ni uongo. Hamna anayejua kiukweli wala kiundani. Nafahamu kweli ni mimi na mimi sio chizi. Najua kwamba yule ni binti yangu, mimi mwenyewe nimemzaa na yule ni mtoto wa kaka yangu. Iweje nikubali waoane? Nimekuwa taila Sasa wewe unanitafuta wewe. Tena wafikishie salamu wa Mbeya wenzio. Umenisikia wewe? Jicho wewe. Au Unaona sifa Unaona sifa na kuuliza? Utaona na bahati. Wewe unashindwa kujiongeza kwa tamaa zako za pesa hizo. Sasa wewe unaona katika maisha ya kweli Berege ana nini yule? Berege ana pesa gani ya kumpa si wazuri? Watoto wako unashindwa kutupa sisi handsome boy hapa kijijini ambao wenye sura zetu mjini tukipita tunaonekana watu. Unampa Berege? Mwangalie kwanza uso wako mweusi kama ukuta jiko. Wewe naona bahati leo. Shetani langu alikuwa hapa lakini leo ningekuandalia majeshi. Wakati nantia singi tu, angekuja Konde Boy hapa, WCB hapa, Jinanda Classic. Watu wangekuja hapa funga timbui lake. Wewe ungefunga mtaa na bwato, mimi ningefunga mtaa na kamba, ungepitia wapi? Mwangalie wewe. Uache tamaa ya hela. Wala mtu na binamu yake. Upwidwe. Kila kukicha we unanena majungu tu, na kila kukicha we unapiga majungu na maneno ya kutisha, mpaka watu wanaogopa nisaniana. Berege! Berege! Wewe mbwa wewe! Oh. Shangazi. Karibu. Shangazi yako nani? Na sina hata na hiyo karibu yako, sina haja nayo. Naomba nisikilize. Nimekuja hapa kwa swala moja tu. Naomba uachane na binti yangu. Muache mtoto wangu. Sitaki, usinitafute. Usitaki tuharibu udugu wewe. Shangazi. Kwani jambo gani sisi tuliolikosea? Au kitu gani sisi tulichokiharibu? Yule ni mtu ninayempenda, ni mwanamke wa chaguo la moyo wangu. Kwa hiyo nini kitu cha kutupatia sisi baraka tuweze kuishi kwa amani na upendo? Sasa nashangaa nyinyi mmeng'ang'ania, mnatusema, mnafanya vituko vyote ili tuweze kuachana. Umeona kama mnatukosea sisi? Wewe una akili?
Hivi wewe toleo la ngapi wewe? Wewe umetoka sayari gani wewe? Jupiter. Kwamba labda umetoka kwenye sayari ambayo viumbe ambayo hawajielewi. Wewe ni mwanadamu na una akili zako timamu. Umezaliwa vizuri tena kwa uchungu. Mbwa wewe. Achana na binti yangu. Usinitafute. Usitaki tuvunje udugu na niko tayari kuvunja udugu kwa hili. Yaani ukiniona usiniite shangazi, niite vyote vinavyojisikia. Sitaki Berege. Kwa nini ukosesha amani kwa mtoto wangu nilomzaa mwenyewe? Wewe si mwanaume wewe. Nenda Kimboka kwa Manyosa kwa watoto wazuri wamejaa. Sina shilingi 200 tu unapata. Na kama huwezi niambie mimi nikakutafutia nikuletee. Nitakuletea mpaka miguuni kwako. Mshamba mweusi wewe. Ni kweli shangazi, kwa upande wenu unachokizungumza. Ila ukiangalia hamna ubaya wowote. Leti ingekuwa tumezaliwa tumbo moja sawa. Ni mtoto wa shangazi na mtoto wa mjomba. Hebu angalia baba yetu Adam na Hawa. Kizazi chao jinsi kilivyoenda. Ni kitu cha kawaida tu mtu na binamu yake kuoana. Sasa mimi sijaona kitu tulichokiharibu mimi na binamu yangu. Hebu tupeni baraka zenu tuweze kuishi kwa amani na upendo. Tuangalie ukoo wetu tunauendeleza vipi. Sio kutusema kila siku. Ni manyanyaso haya mnotufanyia, sio haki. Sisi mioyo yetu imependana, tuache tuendelee kupendana. Natumaini sisi tutakuwa mfano katika jamii kuonyesha jinsi gani watu wanavyopendana. Nisikilize. Nisikie tena unyamaze kimya. Wewe una imani wewe? Habari za mitume unazoleta hapa, wewe una imani wewe? Haya, yayuka nenda. Paa kama Yesu alivyopaa. Wewe una imani? Paa kama Yesu alivyopaa. Alafu ninachozungumzia hapa ni masuala ya mila na desturi za mababu zetu toka enzi na enzi. Umenielewa Yaani wewe unataka kutugeuza sisi miguu juu kwa sababu ya upumbavu wako. Usitaka kunijazia malaika waje paje kunililia usiku. Uchulo. Huo ni uchulo Berege. Shangazi, hebu angalia karine tuliokupo nayo. Ni karne ya 21. Hayo mambo ya zamani huko achana nayo. Tuangalie kipindi hichi. Tushapata ruksa, mtu angalie kile anachokihitaji. Sio kipindi kile mtu anaolewa mtoto wa kike, mtu anaenda kupatiwa mchumba, sio kwa kufuatiliwa, kupelekewa picha. Sasa hivi ni watu tunaonana, tunazungumza, maisha mengine yanaendelea. Inachotakiwa nyinyi mtupatie sisi baraka zenu. Sasa nasema hivi, huu mguu wangu niloleta hapa sasa hivi, hii ni mara ya mwisho. Siku nyingine nikija kurudia tena huu mguu, sasa nitakunyonya damu. Berege nitakukamua, nitakuua. Wewe nitakuua wewe. Wewe nitakuua. Hivi ujisikii vibaya wewe? Mimi nikajua kufuga ndevu huko una akili. No, ndevu zimekuja kibao uchafu mtupu kama kaburi ya site. Hayasafishi mpaka matukio ya manani watu wa femoto kwenda ende kusafisha. Mchafu kuoga wewe. Tena koma. Sasa nisikilize. Endapo tuendelea kuwa king'ang'anizi kwa binti yangu Berege, nitakacho kuja kukufanyia wewe konokono mweusi wewe, ulokosa ganda wewe. Sawa hivyo mwili wako kusisimki wewe, vinyoleo vikusimama kwamba yule ni mdogo wako tena Adamu au chungu kabisa. Afe pale wewe ukae chini ulie. Wala hilo ulioni. Shangazi, ni kweli mimi ni chizi, tena ni chizi mapenzi. Ninyi hata mkizungumza vipi, mimi siwezi nikamwacha. Siwezi kumwacha. Wewe unanitafuta? Berege nitakunyonya damu wewe. Hivi kwani nilikuwa naenda wapi? Wewe kenge mwekundu wewe. Sasa watu wakipendana mnalalamika, wakichezeana mnalalamika. Mnataka sisi vijana tufanye nini? Nashukuru sana kuitikia wito wangu ambao nimewaita hapa. Hiki kikao kinahusu watu wawili. Siwadhuli na huyu Berege. Kiukweli sijapendezwa kabisa na hili jambo ambalo hawa wawili kwa pamoja kabisa. Mimi sijaridhia kabisa. Hata dada yangu hapa hajaridhia kabisa hili jambo. Haswa kakaangu, wala hujakosea. Yaani hili swala mimi linanikela, linanikereketa, linaniunguza, linaninyongolota na kila ninavyojitahidi kuongea. Huyu baba huyu Berege na yule ni hawasikii
hawaelewi, hawataki kabisa kuacha hili swala. Jamani, ni kwa nini? Yaani unaongea mtu mpaka mwili vinyoleo vinakusimama, na watu wazima kabisa wanajua kwamba ni kibaya hichi kizuri. Hivi nyie mliona wapi mtu na mdogo wake? Wewe si mtoto wa kakaangu wewe? Shangazi, mimi naamini kwamba huwa wakubwa hawakoseaji, ila leo ndo nimeamini kwa awamu ya kwanza, na nyinyi wakubwa mmekosea. Unataka kusemaje wewe? Haiwezekani mimi mnichagulie mtu wa kumpenda, hamtakii mimi mchagulie mwanamke, sio kwa karne kama hii. Mimi napaswa kuchagua mwanamke ninayempenda, na mimi katika mwanamke niliomuona, nimemuona si wazuri. Sasa iweje mnichagulie au mnipangie kwamba huyu mwanamke sio huyu na si ndugu yangu? Kwani tumezaliwa tumbo moja yule? Yaani wewe ndio hujielewi kabisa. Yaani nilijua kufunga hizo ndevu na akili unazo. Lakini huna faida kama mkia wa mbuzi wewe. Huyu si dada yako huyu. Na mila zetu zinakataza kabisa kwamba nyie ni ndugu tena wa kushirikiana, wa uchungu, wa maumivu. Lakini mama, wewe tena ndio usinyanyue kabisa mdomo wako. Ile bakuli yako naomba funga. Tena ninavyoongea na watu wazima, naomba ukae kimya wewe. Usinitibue nyongo yangu. Nitakubamiza sasa hivi. Koma wewe. Baradhuli mkubwa wewe. Wewe ukanikalisha kikao saa hizi mimi hapa. Niacha kufanya kazi zangu, nije kukalia wewe. Hivi unaona ni haki hizi? Nguo za watu zinanisubiri huko. Kenge wewe. Alafu nisikilize wewe. Yaani kwa hapa ulivyo wewe. Yaani hapa unipe almasi, dhahabu, sijui utoe kitu gani, ng'ombe, sivipokei. Na hata utoe mkado useme sijui kiasi gani. Ni chafu. Mnaona ni sawa Mmetukalisha tu hapo, tumeacha kazi zetu kwa sababu ya ujinga wako wewe na huyu. Wewe si dada yako kabisa. Unajitoa ufahamu wewe. Sasa nisikilize. Hii ndoa haifanyiki. Iwe chini. Hata kugeuza dunia, nitageuza. Naomba nipishe. Nipishe bwana wewe. Dada. 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 Mmeona? Mmeona? Mwenye kikao tu ameshaondoka. Na hajaridhia hili jambo. Mimi nani nikubali? Bamdogo, tambua wewe ndio kiongozi kwa sasa hivi. Sasa iweje umeona mazingira kama haya unachukulia kikawaida? Alafu kitu kimoja tulikuwa tutambue. Hata kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu hakuna sehemu iliyoandika kwamba mtu na binamu yake wakose kuoana. Kwa nini? Kama wewe. Yaani hata kikao chenyewe nimewaheshimu. Hakuna soda, hakuna maji, hakuna chochote hapa. Hebu mimi ndio kizangu. Mjomba, mnachokifanya sio haki. Sio haki kabisa mnachokifanya. Mjomba. Ila kibompoli. Ako. Nimeacha pombe na kutunza vulana wangu. Aibu naona mie. Alafu na wewe. Hiki kikao cha familia inakuwaje umekuja na shoga yako? Udugu wangu kwanza. Udugu. Ulimleta? Alikuja kwa miguu yako? Alikuja kwa miguu yake? Wewe na kuhusu nini? Kaja kwako, kaja kwangu. Pata yako. We. Ujue mimi kakako. Hizo dharau zako unazoleta nitakuzibua makofi ujue. Anza kujiheshimu kwanza afu ndio upate heshima. Kama hujiheshimu unataka kuheshimiwa. Na nani labda? Labda na mjusi. Sio mimi. Hizo dharau zako unazoleta nitakuzibua makofi ujue. Alafu na wewe umeshindwa kukaa kwenu? Umbea tu. Kukaa kwenu Eti umbea. Yaani nyinyi mmekaa ndani humo mmefungiana ndugu kwa ndugu, mna kazi ya kushenyetana. Hamuoni hata haya msojua vibaya cha mbea stili waya nyie. Mna kazi ya kukaa mnashenyetana. Na mimi nikiga lako nikataza. Wewe nacho kielewele. Wewe naye nini malaya tumekosa wanaume au? Mbona chana nini nikataa? Ninaongoza wateja sio tena. Mwenzetu wapi? Najua hili kali saa hizi na mabegi mgongoni. Wapi mama? Mama, mimi naondoka. Nimeachoka maneno yako humu ndani. Nikiingia Swazuli, nikitoka Belege. Swazuli, Belege. Umekuwa wimbo wa taifa?
Kwa hiyo wewe mwanangu, na maana unachokifanya unaona kiko sawa kabisa. Ni kizuri kabisa. Uko sawa wewe? Sio hivyo. Mama, naomba nisikilize. Mama, mimi ni mtu mzima sasa hivi, nina maamuzi yangu binafsi. Mbona unanifuatafuata? Sasa kati yako wewe na mimi mtu mzima nani hapa? Wote watu wazima. Makubwa, mama umekuwa, si ndio Mama umekuwa sasa, nakuona kabisa, unaonyesha kabisa makucha yako uko hivi. Sasa nisikilize. Yaani wewe upuzi wako unaofanya sio kama nikae kimya hata siku moja. Nitaongea, labda unifungie mdomo, ndio nitanyamaza. Lakini unaofanya uchafu si upendi. Mama, naomba unisikilize. Belege mimi ninampenda na yeye ananipenda. Wewe utake usitake, sisi tunapendana. Si umenielewa hapo? Anajua madhaifu yangu, ninajua madhaifu yake. Kwani shida ni nini? Wewe unajua madhaifu ya Belege kuliko mimi. Wewe unamjua vizuri wewe. Unamjua vizuri, na kama unahitaji kumfahamu niulize, yule yukoje? Sio unaongea. Unamjua Belege vizuri wewe. Hivyo mtoto una nini wewe? Unataka kunitafutia balaa mimi? Sio vizuri. Sio vizuri kwa jamii, hata na mimi wazazi wangu. Hili swala wakija kulifahamu, na hisi malaika wote watafufuka watajazana hapa kwa sababu yako. Usiniletee uchoro mama. Sitaki. Mama, naomba nisikilize. Mapenzi hisia. Sio umenielewa? Wewe umesikia, wewe hujasikia. Sasa huo ndio ukweli kwamba mimi na Belege tunapendana. Mtake msitake. Haya mapenzi yapo, yataendelea kuwepo milele na milele. Naomba nikuulize swali. Kwani kati yako mimi na nani alianza mapenzi? Mama wewe. Wewe ndio umeanza. Sasa kama ni mimi, mbona mnanifuatilia? Kwani shida ni nini? Sitaki fedheha. Achana naye yule. Wewe unajua kama ni ndugu yako? Ujisikii vibaya wewe. Vinyolea vikusimame kwa na aibu. Wewe mtoto vipi wewe? Unataka niongee na kucha ili uelewe? Mama sitaki. Na kama niko hai hapa na haki ya Mungu na hapa kwa jina la baba yangu, hiyo ndoa haitotokea unaitaka wewe. Yule ni mtoto wa kaka yangu. Na wewe ni mwanangu mimi. Nyie ni ndugu. Mnachokitafuta kitu gani? Mbona mnataka kuloja jamani? Sitaki. Haya mambo yako mimi unanifanyia sitaki. Naomba unielewe kabisa kwamba sihitaji. Sheria namba ngapi inasema kwamba mimi na wewe Belege sio wapenzi? Sheria namba zote na vifungu vyote vinasema hivyo kwamba wewe mtu na ndugu hamtakiwi kuwa wapenzi. Naomba unisikilize. Vilisema hivyo vifungu enzi hizo za kwenu za mwaka 90. Sio mwaka wewe watoto 2000. Makasi hivi. Unanipotezea muda kwa wewe. Wewe ndio unaanza. Wewe si wa wewe. Hivyo unalana Wewe si wazuri. Hivi jamani, kweli jamani, wewe unauza wangu mimi kweli jamani. Kabisa jamani, mimi. Hivi mimi sura yangu nitaiweka wapi? Sura yangu mimi naweka wapi jamani? Mbona mambo ya fedhea mimi mwenyewe toka nimekuwa mpaka sasa hivi. Tunaambiwa mtu na binamu yake ni ndugu. Tena wakusaidiana kabisa, wakufa na kufaana, wakuzikana kwenye shida na raha. Yaani mwanangu kabisa. Ila mwanangu unakuelekea unataka uvunja mila na desturi zetu na tamaduni zetu. Zatoka mababu na waenzi mpaka sasa hivi. Watoto 2000 ndio mnataka kuharibu shughuli. Mimi sikubali. Vipi? Mbona na mabegi tena? Mimi ni mama zangu tu naondoka nyumbani. Maana maneno mama nimeachoka. Ngoja. Na tatizo lolote kwani? Hamna tatizo. Umeamua tu mwenyewe. Karibu sana. Asante. Kweli unajifanya una aibu sana. Wizi mtupu. Kuna kitu kimoja. Wewe ni mwanamke pekee sana katika moyo wangu. Hakuna mwanamke yoyote katika kijiji au katika eneo hili anaweza kusema badilishe mawazo yangu juu ya kwako wewe. Hakuna. Mimi kiukweli kabisa nimefika kwako. Moyo wangu nimeutua kwako. Yaani kila kitu nimekiacha kwako.
Yaani nipo mimi kama mimi. Furaha naipenda sana. Na ndio maana nikaipambania furaha yangu kadri iwezekanavyo mpaka iwe jirani nami. Kwa napokuona nisikia furaha sana. Kweli. Yaani hakuna mwanamke ninampenda kama wewe. Hata mimi nakupenda pia. Shukuru. Kama ni kweli. Kama ni kweli, kwa maana jinsi ninavyokupenda. Yaani kama angekupa mtu mwingine, ningemuonesha upendo kwa sababu nao kuonesha wewe. Wazazi wanaoingilia, wewe waache waingilie. Lakini watasema sio family mwangu. Huo ni ukweli usiojificha. Kama wewe upande wangu, waniweke pale, wanikate vipande, hapo tu wamenikomoa. Ila kwa maneno yao, kwa vitisho vyao, siogopi. Unavuna vindevu hivi, ndivyo nzuri. Ina hata sema kitu gani? Ni sigara. Kweli haya? Kweli. Haya. Penzi la kweli Mwenyezi Mungu analisimamia. Mwanaume. Vipi unaniachaje huko ndani? Samahani kwanza mpenzi wangu. Usijali. Hebu niache nitoke, nikaangalie ni jinsi gani nitasolve hilo swali. Sawa? Jamani. Mimi nimeshachoka maisha haya. Kila siku paka utoke uende urudi. Kweli? Jana nimelala tena leo mpaka nikusubiria urudi. Saa ngapi? Mpenzi, hizi ni changamoto tu za maisha. Kwa hiyo kile tunachojaliwa kukipata tunapaswa tushukuru. Kwa hiyo kutokula jana au jana kushinda na njaa ni jambo tu la kawaida. Kwa hiyo hebu niache nitoke nikaangalie jinsi gani nitapata senti. Muda wote tu kwenye saa 4-5 nitakuletea hiyo hela, sawa? Sikiza nikwambie, kuwa makini. Hapa kijijini kuna wanaume wengi tu wananitaka. Kwa sababu yako wewe nimekuheshimu na ndio maana nimejikausha. Sio kwamba siwaoni, wapo wengi tu. Waosho nivi na kubembeleza, sijui nataka hela kula, sio kitu gani kwamba sina watu kwa baba na usimamisha. Sasa sikiliza. Wewe kama ukisasa hapo niachie au katafuta huko niletee. Sawa, nimekuelewa. Na mimi nitajitahidi kuwa makini, lakini naomba wao usiwafikirie. Angalia sisi ni kitu gani tunafanya. Ni mahusiano gani tuliokuwa nayo sisi? Alafu au mambo mengine yaache yaende. Matatizo tu madogo natakiwa uyasolve. Sio unakuja tunaongea hapa nje, tutaka tuongee ndani tumalizane. Nje hapa watu wakisikia kwamba nijulikana mimi nimeamka leo sina hata 100 au jana tumelala njaa. Okay, sawa. Usijali. Nitavumilia. Nimefurahi. Mimi nipo kwa ajili yako. Ninapambana kwa ajili yako. Kwa hiyo hizi changamoto tu ndogo hizi zisikuumize sana kichwa. One day yes. Sawa? Sawa. Basi mimi naenda. Sawa. Sawa. Poa, nenda basi. Haina shida. Ina watu wengine bwana. Yaani ugoda wake mmoja nimeenda kumnyoosha. Mwacha jishauri hivyo eti paka nikatafuta nipate. Na kati kuna wanaume wengi tu hapa kijijini wananitafuta kile amenikosa kwa sababu yake. Shauri yake. Wewe mwanamke gani ukiambiwa jambo hata kusikiliza usikilizi, sio muelewa, upo tu unang'ang'ania vitu vingine havistahili kung'ang'aniwa. Belege, ndani mimi sitoki wala simwoi mguu. Wewe acha habari zako za kijinga, nenda kwenu. Mimi nakwambia hiyo unaitoa nje mimi. Unang'ang'ania hapa kwenu. Kwenu kwa baba yako hapa. Sikia wewe. Wewe mwanamke kwanza sio muelewa. Yaani wewe ni mwanamke mpumbavu. Yaani katika wanawake wapumbavu wewe ni namba 1. Unang'ang'ania hapa kwako. Sikia wewe. Yaani wewe nilitegemea ni mwanamke muelewa na mtu mwenye nidhamu, kumbe ni bogazi kabisa. Ni mwanamke wa design gani wewe? Mwanamke uliziki, upendi kile unachoambiwa, upo tu. Kwa nini?
Belege, naomba nisikilize. Mimi niko juu, ni mwanaume wangu wa ndoto zangu. Naomba nilume mimi na ujauzito, nitaupeleka wapi? Sitaki kuniambia hilo swala. Huo ujauzito mtafute aliyokupa. Wewe ushaniona mimi nataka kupata mtoto wa kipindi hichi. Mimi sihitaji mtoto kwa kipindi hichi. Katafute mtu aliyokupa huo ujauzito, mpelekee huko. Unataka mimi nikubali huo ujauzito mimi na ujuaje huo? Belege, simaanishi kwamba nibebe ujauzito kwamba kuna mtu nitampelekea. Na maanisha ujauzito ni wako. Kwa nini unanifukuza? Na kwa nini unaukataa? Uso wangu nitaweka wapi kwenye jamii? Hapa hiyo nafasi haipo. Kwa sababu mwenyewe uko nalalamika, mimi umenilisha ugali, mimi hapa sijala leo. Ni mwanamke unaojitambua kabisa, siku moja kukosa kula, siku moja kukosa kile kitu unachokihitaji kupatiwa, wewe kwako imekuwa ni kero. Mwanamke, bibie, nenda kwa mama yako na baba yako. Hapa kwangu sikutaki na sikuhitaji. Nitegemea ni mwanamke wa ndoto, kumbe ni mwanamke wa kuja kuharibu future yote ya maisha yangu. Nenda bwana. Hapana Belege, ilikuwa tu nikuteleza. Sasa tuna binadamu, naomba nihurumie. Tuendelee kuwa kama zamani. Unataka urudi kama zamani? Hapa hiyo nafasi haipo. Sikia. Kwanza familia yako na familia yangu wote mimi washanikataa. Sasa wewe nenda kwa mama yako na mimi nitabaki na maisha yangu. Sitokubali tena kuwa na wewe. Nafasi nimekupa, tumepambana kadri ya uwezo wetu ili tuendeze maisha yetu, lakini imefikia dakika ya mwisho unaona kama mimi mpumbavu. Umeyasahau yote tuliyopitia. Sasa ni mwanamke wa design gani? Katafute bwana umpe hiyo mimba, mimi sikuhitaji. Hapo upaone kama kituo cha polisi. Kuna kitu chochote ulichokisahau ndani? Belege, mimi bado nakupenda eti, bado nakuhitaji. Lango iliingilia, huo uondokee. Nenda. Jinga mmoja. Toka. Ondoka. Toka. Toka. Shamba. Belege misi. Katika wanawake leo unajipiga mahesabu mwanamke. Mwanamke gani wewe usiojua nini thamani hata ya mtu? Mtu anakupambania wewe unamchukulia kitu hize tu. Nyama. Shikamoo mama. Shikamoo mama. Umesemaje? Nakusalimia mama, shikamoo. Mimi? Ndio. Kwa kipi labda nilichobadilika? Nimekuwa mnene sana au nimekuaje labda mpaka leo wewe unatoa shikamoo yako kuniamkia mimi? Mama, nilikuwa sijui madhaifu ya Belege. Sasa hivi ndo nimejua kama Belege sio mtu mzuri mama. Hivi wewe si mtoto wa 2000 wewe? Tena umeondoka hapa kwangu kwa kasi ya 4G ambayo umeondoka nayo. Na kasi ipi umerudi nayo hapa? Kasi ile ama? Mama, mimi ni mwanao mama. Naomba unisamee mama. Umekuja kuniomba msamaha nani? Mimi hapa? Mtoto 1990. Alafu kati ya kwako wewe na mimi, nani wa kwanza kuyajua mapenzi? Ni wewe hapo mama. Unasadiki kwamba ni mimi na mimi ni mtu mzima na ndo wa kwanza kuliona jua. Safi sana. Alafu wewe ni mgonjwa Wewe uko sawa, unaumwa wewe. Ndio mama. Mama, Belege kanitimua kwake.
Kaniambia hataki kuniona. Hususan mama, mimi ni mjamzito mama. Ujauzito nitaupeleka wapi mama? Naomba nisamee. Una mimba, si ndio? Ndio mama. Hivi wewe Siwa, wewe una akili Wewe chizi Wewe taila Tukupeleke Milembe. Wewe umeondoka hapa kaondoka unajitapa sana tu kwamba mimi mtoto wa 2000 najua mapenzi, sijui kizazi kipya, naenda kwa mwendo wa 4G 43, leo umebeba mimba. Sasa kiza nikwambie, mtoto ulikuwa huna haya wewe. Huna huruma hata kwa mama yako, wala ukuanza wala kufikiria. Tena ukibebelea dunia kama sinyala ubwabo umelishikilia hivi. Hivi ulikuwa unakosa nini hapa wewe? Ulikuwa unahitaji kitu gani labda? Ukasema mama mimi nataka hichi na hichi, nikakosa kukugea mtoto wangu. Kila ulichokuwa unakitaka nakupa. Nafanya juu chini, na galagala na galauka kwa ajili yako. Mwanangu ili upate kile ambacho unakihitaji. Na kesha usiku wa manane. Na yali usiona hata usiku wa manane sioni vizuri, najitoboa toboa ovyo sindano. Kwa ajili yako mwanangu. Lakini bado ukaniona mimi ni mpuuzi, mpumbavu, nisiokuwa na akili. Siwezi kwenda na hizo kasi zenu, si ndio? Ipi kasi ya kwako wewe na ya kwangu mimi ipi imezubaa? Ukuwa na huruma, ukuniwazia mimi mama yako kwamba naumia kiasi gani. Wewe ni binti yangu. Nimekubeba tumboni kwangu miezi 9, lakini ulivyokuwa huna huruma. Ulikaa miezi 11 na nusu. Na nilihusunika kidogo tu kupata kisu kwa sababu yako. Nini mapenzi ya mama na mtoto yako wapi? Ungenisikiliza mimi mama yako. Hivi unajua furaha ya mama ni nini? Ni kuona mtoto wake anamtii. Kila anachosema mtoto anafuata, lakini sio wewe binti yangu. Ni kwa nini umenifanyia hivi? Haya ndo malipo yangu. Hizo ndo shukrani zangu za kukubeba mimi wewe usiku wa manane silali. Nikitegemea kwamba utakuja kunilipa mema. Nauma, inaumiza mwanangu, binti yangu wewe. Sasa nakuomba, huyu alikupatia wewe ujauzito, naomba mpelekee ujauzito wake. Mimi kwangu sitaki, siwezi, sithubutu na sikutaki hata kukuona machoni kwangu. Mama, naomba nisamee, ujauzito nitaupeleka wapi mama? Sijui. Nilipojaribu kufanya nimekufanyia, palipobaki malizia mwenyewe mama, naomba uondoke. Naomba uondoke kabla sijanyanyua mashetani yangu. Unatoka utoki? Odi. Odi. Karibu. Karibu. Asante. Mambo Zubeda? Safi tu, kwema? Kwema, za wewe? Salama. Bwana, nimekuja hapa lakini mguu sio salama hata kidogo. Kuna nini? Shoga wangu, mimi nimekuja hapa. Yaani nina matatizo hata. Kwanza nitangulize samahani kwa yale yote ambayo nilikufanyia nyuma. Sasa hivi naomba tuanze upya shoga wangu. Usijali, sio rafiki yangu. Mimi nilishakusamehe siku nyingi sana hata kabla wewe kuja kuomba huo msamaha. Zubeda, mimi nyumbani mama kanifukuza. Belege naye kanifukuza. Kwa sina hata pa kuelekea, yaani sina mwelekeo kiufupi. Kwa hiyo nimekuja hapa. Naomba unipe hifadhi angalau usiku wa leo tu. Ni sawa kabisa. Hata ingekuwa wewe, jaribu kuvaa viatu vyake uone jinsi gani inauma. Pole. Na kuhusu kukupa msaada,
Kwangu bado ni ngumu, haiwezekani. Natamani ningekusaidia lakini siwezi. Kumbuka hapa ninapokaa mimi ni kwa wazazi. Inabidi nikakae nianze kuongea nao niwaeleweshe wanielewe, wao wenyewe ndio watoe ridhaa kwamba ukae au la. Tofauti na hivyo, siwezi kutoa maamuzi yangu binafsi, sio kwangu hapa. Kwa hiyo siwezi kukusaidia. Zubeda shoga yangu, naomba unisaidie, nitaenda wapi? Sina pa kwenda mwenzako, naomba unistiri angalau leo tu. Nakuona wewe unahitaji msaada. Na kweli baniani mbaya kiatu chake dawa. Hatimaye leo umejua kwamba mimi Zubeda nina umuhimu kwako. Baada ya yale yote ulionifanyia. Pole. Ila tu kiufupi siwezi kukusaidia, sina msaada wa kukupa. Kwa hiyo unaweza tu kaenda. Pole.